Nimekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema misimu mitatu, kwa maana miaka mitano kanda ya Magharibi. Kama nilivyosema juzi kwa waandishi waliokuwepo, tulionana mitaani huko. Binafsi, kabla sijasema wenzangu, niliwaambia nimeamua kujivua wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kujivua wanachama. Sio kuacha siasa, kujivua wanachama wa chama. Sasa unapojivua wanachama ina maana na nyadhifa zako zote unapoteza. Kwa hiyo sasa hivi sio makamu mwenyekiti tena wa chama kanda ya Magharibi, kwa maana mikoa mitatu: Tabora, Kigoma na Katavi. Sasa ninaposema karibuni sana hapa, tuko wanachama mbalimbali, viongozi mbalimbali tuliokuwa viongozi wa Chadema. Leo tuko hapa tukiwa na lengo moja. Wakati tulikuwa tukipigiana tu simu, fulani mimi najitoa, tukaona hebu tukusanyike kwa pamoja, tutengeneze mark. Tunasema mark, alama ya pamoja kwamba tunajitoa. Lakini si tu kwamba kujitoa, shughuli yetu sisi ilikuwa ni shughuli ya wananchi, shughuli ya umma. Itakuwa jambo la busara na hekima umma tukaujuza kinachoendelea kwenye shughuli ambayo umma umekuwa ukituamini kwa miaka mingi. Nakumbuka waandishi wa habari, taasisi za siasa mara nyingi huwa tunakutana na wananchi hadharani. Na kama mnavyojua, chama chetu kimekuwa na mvuto mkubwa mno wakati huo kwa wananchi. Maelfu ya watu walikuwa wakikusanyika. Sasa tukaona ni vizuri tuwasemeshe, ili haya yanayotokea leo haya muufikishie umma. Tuona hapa, tuliokusanyika hapa ni wawakilishi wa wananchi kutoka sehemu mbalimbali kwenye mkoa huu. Wawakilishi. Sio kwamba ndio hawa tunaona ndio tunajitoa. Wanaojitoa ni maelfu. Kwenye Chadema tunahamia chama kingine kwa ajili ya kuendeleza siasa. Labda mtauliza swali kwamba mnahama kwa nini kutoka Chadema? Kwa nini mhame kwa pamoja? Hapo ndio nakwenda kutoa jibu. Chama chetu Chadema, safari hii tunapokwenda kwenye uchaguzi wa vyama vingi au uchaguzi mkuu tunaita, wa madiwani, wa bunge na rais, chama chetu hakishiriki kwa sababu, kwa lugha ya kimombo naweza kusema kwamba ni fundamentalism, au tuseme fundamental au stand ya viongozi wetu wa kitaifa. Yaani ile ndio sema misimamo mikali. Sasa sisi ni wanasiasa. Unapotumia msimamo mkali unamsukuma mtu apigane vita. Msimamo mkali unamsukuma mtu atumie violence, atumie fujo kuhakikisha anapata anachokitaka. Sisi ni wanasiasa tu. Sisi sio wapiganaji. Kwa miaka yote 30 na kidogo ya vyama vingi tumekuwa tukifanya hivyo. Sasa hatushiriki uchaguzi kwa maana hata yale maadili, tunasema maadili. Si ujaza saini unatekeleza kasi wewe ukubaliane nao na hujaenda kusaini. Hilo ni la kwanza. La pili, tuna slogan moja maarufu sana. Inasema no reforms, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa nini hakuna uchaguzi? Hakuna uchaguzi kwa maana hautakuwepo. Hapana. Viongozi wetu wanatuambia kwamba tutakwenda kuuzuia uchaguzi. Sasa kwa mantiki ya kawaida, mwanadamu huwa ni mnyama mwenye akili. Yaani akisikia kitu anaanza kukiprocess yeye mwenyewe haraka.
Sasa sisi ni wazoefu wa hiki chama na wazoefu wa hii nchi. Unaanzaje kuzuia uchaguzi? Watawala wanajua kabisa hili ni tendo la kikatiba, ni tendo la kisheria. Mamlaka zote pamoja na mamlaka zenye nguvu zipo kwa ajili ya kulinda katiba na sheria. Je, we have a power ku overcome mamlaka za dola za nchi hii? Ila kiongozi anawaambia hamna, tutazuia. Tunazuiaje? Lakini tumekuwa wavumilivu kwa muda wa miezi 3 4 sasa, tunasubiri maelekezo sasa tunakwenda kuzuiaje, mkakati unakwendaje? Electoral cycle inazunguka. Seko ya kiratiba ya uchaguzi inakwenda. Tumetoka kwenye maadili, tumekuja kwenye kuboresha daftari, sasa hivi tunaendelea na uboreshaji wa daftari, wanamalizia. Si muda mrefu vyama vya siasa vimeanza michakato ya kuchukua fomu ya ndani ya chama. Mzunguko wa matendo ya kiuchaguzi unaendelea. Sisi tunaimba no reform, no election. Tuseme kimsingi hata wote tulioko hapa, reform tunazitaka. Lakini si kwamba eti ndio tuhususie uchaguzi kwa sababu hakuna reform. Hii nchi ni ya kwetu wote. Tutakwenda kupambana kwenye sanduku la kula kwa namna yoyote, na tutaendelea kupiga kelele mpaka siku ya kudumbukiza kula kwamba mazingira yaliyoandaliwa ya uchaguzi ni ya kumpendelea mshindani mmoja. Kama itakuwa hivyo, kama watakataa uchaguzi, kama watakataa reform, tutapiga kelele mpaka dakika ya mwisho. Lakini tunakwenda nao hivyo hivyo mpaka kwenye sanduku la kupigia kula. Ndio mtazamo wetu wote hapa, kwamba hatuwezi kupigana vita, hatuna uwezo huo. Sio kwamba ni waoga, eti labda wao wanajiigua kwa sababu ni waoga, kwa sababu vita ni process, vita ni silaha, vita ni mchakato. Na taifa hili hatujafika huko. Throughout our years, toka uhuru, tumeupata uhuru kwa mdomo, tunaishi hivi hivi. Hatuna mazingira ya vita kwenye taifa hili. Labda wenzetu wazee wetu waliokuwa wanajaribu kuwazuia wakoloni wasiingie kwenye taifa hili, akina Mkwawa, akina Kinjekitile Ngwale, kina nani, wale ndio walipigana vita kule miaka ya 1100, karne ya 20 huko, karne ya 19. Sisi hatujaji nchi ya peace. Sio kwamba peace kwa sababu kuna haki. Tumezoea kusolve matatizo yetu kwa mijadala. Ndugu zangu waandishi wa habari, hapa ni Katavi, ni Mpanda, na walio mbele yenu hawa ni wanachama, waliokuwa wanachama na viongozi mbalimbali. Kwa ruhusa walionipa, wako tayari kwa mmoja mmoja. Mimi nilikuwa katibu wa jimbo, nilikuwa mwenyekiti wa jimbo, mimi nilikuwa ndani, wako tayari. Kama mtawa approach watawaeleza. Ila mimi kama kiongozi kwa namna moja au nyingine, kwa kofi yangu niliyotoka nayo huko na heshima walikuwa wanaendelea kunipa, wameona ni bora nikaweka mazungumzo ya utangulizi. Ila sina mamlaka ya kusemea nyoyo na nafsi ya kila mtu. Maana hapa hatuko kwenye taasisi tena hapa. Chetu kitatupitisha, basi na waahidi kazi ambayo tunaita kazi mwelele. Kazi yenyewe, yani ule mdundo. Sio ile baridi. Najua la mwisho lingine ambalo ningependa nilitamke ni kwamba sasa hivi tuko kwenye wakati wa kujirigroup. Kwa tunahitaji hata wale ambao watadhulumika huko kwa wenzetu, maana huko ndio mabingwa wa kudhulumu. Upande wa Chama cha Mapinduzi tunawaomba waje huku kwa moyo mweupe. Nafasi zote ziko wazi, kuanzia ya ubunge mpaka udiwani, zote ziko wazi. Hatujakaa kukaa na kuamua. Sasa hivi tunajitokeza watiania tu, ziko wazi. Watakao gongwa huko na kudhulumiwa. Maana tumeona juzi wakati sisi tunachaguana huko Dar es Salaam mwezi wa kwanza, tunahama Chadema kwenda kutengeneza jukwaa la kupata ushindi kwenye vyeo vya kisiasa uchaguzi mkuu ujao mkoa mzima wa Katavi. Ndio halaiki iliyoko hapa. Kwa hiyo hata wale waliobaki kule uchaguzi hakuna Chadema, wanadanganywa. Waje, tunawapenda sana.
Na niwape rai wenzangu, jamani, unapohama na wewe lengo lako unataka popularity, usiutukane, usimseme vibaya. Tetea chako, tetea namna yako, namna gani unafaa. Tusitumie lugha mbaya. Wakati mwingine tuwasamehe wanaotupa lugha mbaya. Tunataka tuwe mfano wa ustaarabu na siasa za kistaarabu. Sio siasa za kioga eti watu unakatwa mtamo unasema asante nipige na huku. Hapana. Nadhani mnanielewa ninaposema wastaarabu. Sio tuwe kama Chadema ya sasa, wanachama wanatoka wanasema tokeni, shenzi kabisa. Tokeni, nyinyi ni machawa. Watu wanatawanyika wanasema machawa na unataka popularity ili ushinde. Ni hooligans. Wewe kama unatafuta, hata kama unapata kero ndio changamoto ya kutafuta. Kwa hiyo wanachama wenzangu, nataka nitoe rai, angalau unajipa mamlaka ya kuwaelekeza, sijawa kiongozi, lakini umri nao ni kiongozi, ni uongozi. Inaitwa the natural protocol. Natural protocol ina maana tunaanzia mtu ukimwona ana mvi, wale wasiokuwa na mvi tunaanza kuwaheshimu. Ingawa kuna wazee wengi sana hawana mvi. Lakini mvi ni vielelezo. Niliipenda siasa kabla sijafikia umri wa kupiga kura. Lock-up zote nazijua kwa sababu ya siasa. Na nilianza kulala lock-up sijafikia hata umri wa kupiga kura. Nilianza kuongea na DC sijafikia umri wa kupiga kura kwa sababu ya siasa. Nilikuwa natamani tubadilishane miaka hata na dada yangu kwa sababu ya siasa. Lakini leo tumewaita hapa waandishi wa habari kwa lengo kuu moja la kujivua wanachama wa Chadema. Sababu ya kujivua wanachama wa Chadema, kwanza chama chetu kimekeuka maadili ya chama. Tulikuwa na uchaguzi ndani ya chama, nadhani mnafahamu. Uchaguzi huo tumeufanya Mlimani City. Lakini kwenye chaguzi kuna timu nyenyewe mnaelewa. Na ndio maana kuna vyama, kukawepo Chadema, kukawepo Kafu, kukawepo TLP. Kuna baadhi walikuwa timu Mbowe na kuna baadhi walikuwa timu Lissu. Lakini hiyo imeleta shida na imeleta changamoto kwa watu waliokuwa kwenye timu Mbowe. Baada ya kumaliza uchaguzi pale Mlimani City, timu Lissu hawakukubali kuwa pamoja na watu waliokuwa timu Mbowe. Baada yake ilikuwa ni kashfa, matusi na dhihaki. Lakini pia ikafika mbali hata mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Lissu hakutaka kuchukua hekima. Alikubaliana na aliungana na zile ziaka. Ilifikia hatua kwenye vikao mkitoa ushauri nyie kama timu Mbowe mnaambiwa hameni chama. Chadema sio baba yenu, sio mama yenu. Asiyetaka ahame chama. Wakati sifa ya kwanza ya kiongozi bora ni yule anayesikia ushauri. Ila imekuwa tofauti kwa viongozi hawa wapya wa Chadema. Lakini pia sisi tupo kwenye siasa, ni vioo vya watu ambao hawapo kwenye siasa. Leo hii kama mmejua magogo yanasombwa ni kwa sababu ya mwanasiasa ambaye yupo upinzani. CCM hawezi kusimama akawaambia kwamba magogo yanasombwa. Hapana. Sasa tusiposhiriki uchaguzi, vitu kama hivyo tunaenda kuvisemea wapi? Yao CCM uende ukazuie uchaguzi. Tutawaumiza Watanzania wangapi? Na watakaokufa ni Watanzania wangapi siku hiyo?
isipokuwa CCM. CCM ni mdudu mdogo. Ambaye anatakiwa atafunwe taratibu, sio kwa nguvu kiasi hicho. Mwenezi wa jimbo la Mpanda mjini, nimekuwa katibu wa baraza la wanawake wilaya ya Mpanda, nimekuwa katibu wa baraza la wanawake mkoa wa Katavi, nimekuwa matron, yani kwenye kikosi cha ulinzi na usalama, matron wa mkoa wa Katavi. Tulikuwa tunaita wakati huo RB, Red Brigade. Sasa hivi ni Hamasa. Na nimekuwa kwa nafasi nilionayo sasa ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa baraza la wazee mkoa wa Katavi. Nasema hivi ndugu zangu, mimi nilikuwa mwanachama mwaminifu, mwanachama mtiifu Chadema. Paka juzi watu wananipigia simu wanasema hata wewe Hamisa, wewe ni wa kuondoka Chadema, mfia chama wewe. Kielele wa chama wewe. Nimesema sasa kielele wa chama ameondoka, mfia chama ameondoka, anakwenda kutengeneza chama imara, chama kinachoshiriki uchaguzi, ambacho tutafanya uchaguzi na tutashinda. Hamisa, wewe umegombea wenyekiti wa mtaa wa Nsemulwa, mbona hukushinda? Kaambia waulizi wapiga kula wa Nsemulwa, walinipa kula nyingi za kutosha, na miongoni mwa mitaa iliyokuwa inashinda katika manispaa ya Mpanda, Nsemulwa mtaa wangu nilikuwa nimeshinda. Kilichotokea kilitokea, ila nilidhibiti mpaka waandishi wa habari. Na mimi hata mwandishi wa habari mwingine alikuwepo hapa, anazuiliwa kufanya kazi zake kwenye kile kituo kwa sababu walikuwa wanaingiza kura na ziona. Na kemea mkurugenzi wa uchaguzi, namwambia aondoka, wacha nifanye kazi. Ananiambia mimi niondoke. Nikamwambia mimi ndio nasababisha wewe unalipwa posho ya uchaguzi huu. Huwezi kuja kusimamia uchaguzi kama mimi sijagombea. Walinipa kura nyingi sana na nilishinda, lakini sikutangazwa, kura zilibadilishwa. Kwa hivyo ndugu zangu, natamani kuongea mengi sana kwa sababu mimi ni mwanasiasa. Naweza kuongea hapa saa hizi mpaka saa 12 na nisichoke. Nasema hivi, Chadema niliipenda Mungu aliipenda, watu mliipenda Chadema na sisi tuliipenda, lakini mimi nimeipenda zaidi Chadema. Bye bye. Chadema ina lillahi wa ina lillahi rajuma. Chadema ina lillahi wa ina lillahi rajuma. Maana maneno ninayo mengi, sasa natamani kufupisha ili na wenzangu vipande viingie kwa waandishi wa habari. Nadhani Chadema habari wanayo, mkoa wa Katavi habari wanayo. Ukifika manispaa ya Mpanda, ukifika mkoa wa Katavi, huwezi kuisema Chadema bila kumsema Hamisa Korongo. Hiyo Chadema ilikuwa haijakamilika. Leo ni maumivu, vijana wangu waliopoteza mwelekeo, vijana wangu walio ndani ya Chadema waliokosa nidhamu na kututukana watu wazima, vijana wangu ambao tunawapa maelekezo wanafanya ya kwao, wanakwenda kukiteketeza chama cha Chadema. Na leo Chadema kweli imekwenda kuteketea. Kwa mkoa wa Katavi, kwa mkoa wa Katavi, Chadema nimesema ina lillahi wa ina lillahi rajuma. Tutaambizana muda ukifika, ninakwenda kutafuta chama kingine, nitagombea. Pamoja na umri wangu wa utu uzima, ninayo nafasi ya kuendelea kuwasemea Watanzania, hasa watu wa mtaa wangu wa Nsemulwa. Katika watu wanaoumizwa sana, nisamee wengine kwa hii kauli kwa sababu wote mnaumizwa, lakini katika watu wanaoumizwa sana ni watu wa mtaa wa Nsemulwa, hasa kata ya Nsemulwa.
Wananchi hao wanaumizwa, wanateseka sana, wanadanganywa, wakipewa shilingi 100, wakikologewa komoni. Jamani, sijui kwenye komoni wanapigwa kitu gani mpaka wanasahau kama wanatakiwa kutafuta haki zao za msingi na kujisimamia. Nsemlwa ikipita tangazo, kutakuwa kuna usafi, asiyefanya usafi faini 50,000. Usipofanya lazima upigwe 50,000. Unawekwa ndani. Nsemlwa leo hakuna barabara mbele ya nyumba yangu. Kuna barabara tumeambiwa toka mwaka jana Benki ya Dunia imelipa pesa barabara ile ichongwe lami. Barabara ile ichongwe lami, lakini ndugu zangu hakuna lami. Lami hii tunayopita kutoka kwa Siwezi kuja kuingia kwa Lakwacha, kakipande kemeishia pale. Ile mita ile ya kwenda kupaka kwenye kona ya kwa Lakwacha kilikuwa ni kipande cha Nsemlwa, lakini kutokana na uongozi, diwani, baraza la madiwani anashindwa kutetea hoja ya kwamba lami lazima ikamilike, anaachia kakipande kamepelekwa Kazima. Hivi Nsemlwa nini? Nsemlwa jamani, Nsemlwa wabadilike.